Kauli mbiu yetu ni moja, mpendwa, One Voice 27, Mission for All, utume kwa wote. Jihusishe mpendwa, utume ni kwa ajili ya wote. Jihusishe, utume ni kwa ajili ya wote. One Voice 27, utume kwa wote. One Voice 27, utume kwa wote. Bwana tupe roho, barikiwe sana. Katika siku ya leo ilikuwa ni siku njema zaidi ambapo katika kanda ya UDOM tuliweza kukutanika katika kitivo cha Koedi, ambapo wanafunzi wote ambao ni wanatukasa wote tulikutanika pale kwa ajili ya ugawaji wa vitabu. Safari ilikuwa ndefu katika watu kutoka vitivo mbalimbali na waliweza kufika katika maeneo yale, na huduma ya ugawaji wa vitabu ilifanyika ambapo wanatukasa hawa baada ya kukutana kwa pamoja waliweza kusalimiana kulingana na watu kutoka katika vitivo mbalimbali. Na pia huduma hii ilianza ambapo tuliweza kugawanyika katika bloko mbalimbali na tulikutana na watu mbalimbali na tukaweza kugawa ujumbe ambao Mungu alikuwa amekusudia katika siku ya leo tuweze kugawa. Watu wengi walibarikiwa na pia wengine waliweza kujifunza maandiko ya Mungu kwa uchache zaidi, na baada ya hapo watu waliweza kukutanika tena kwa pamoja, na baada ya hapo wakaweza kurudi katika vitivo vyao, na Mungu aliweza kudhihirika na kuonekana katika huduma hiyo, na Mungu awabariki sana. Na kualika ndugu yangu, huduma hii inapokuwa imeweza kutangazwa, tenga muda wako ufanye kazi hii, maana ni kazi ya Mungu na wewe utabarikiwa na Mungu akubariki. Mjoli wa Bwana, habari ya uzima? Salama, habari ya kwako? Namshukuru Mungu na tumaini na wewe ulikuwepo katika swala la siku ya leo ambalo ni swala limeweza kuzungumzia sana katika nyanda za UDOM katika kazi ya ugawaji wa vitabu. Na tumaini na wewe ulikuwepo. Ni vitu gani ulivyojifunza au ni kitu gani umekipata katika huduma hiyo? Apozi na tumaini kukiri kuwa nilikuwepo, na lakini pia nimeshiriki swala hilo ama tukio hilo ambalo limefanyika katika siku ya leo kwenye kitivo cha Koedi. Lakini pia kuna mambo mengi ambayo yamefanyika, kuna ugawaji wa vitabu ambao umefanyika, lakini pia kitu kimoja ama jambo moja ambalo naweza nikalizungumza kuwa ni la msingi ambalo nimejifunza kuwa bado tunahitaji sana, bado kazi ya Mungu inahitaji rasilimali za kutosha. Kwa mfano, vitabu vya kutosha vinahitajika, maana ukiangalia kwa mfano vitabu ambavyo tulikuwa navyo kwa leo vilikuwa ni vichache sana. Kwa hiyo tulitumia kama dakika kadhaa tu, na hivyo tukawa tumemaliza kazi yote ambayo tulikuwa nayo, lakini watu walikuwa ni wengi, namshukuru Mungu, lakini vitabu ni vichache. Kwa wewe unatoa ushauri gani kwa wanatukasa na Waadventista wa Sabato kwa ujumla katika swala hili? Ni kipi unachowahasa sana katika huduma hii ya leo? Okay. Jambo la kwanza ambalo natamani kushauri kwa upande wa tukasa, lakini pia kwa upande wa kanisa na washiriki wote na waumini wote wa kanisa la Waadventista wa Sabato, wajihusishe kwa namna ya juu, tujitoe kwa ajili ya kazi ya Bwana. Lakini pia wakati ambapo Bwana atahitaji rasilimali zetu za kifedha na muda wetu, basi tujitoe. Mfano, wakati ambapo tulipohitajia kutoa vitabu tungelitoa vingi, watu wengi wangefikiwa na watu wengi wangemfahamu Yesu na nuru yake ingeangaza kwa watu wengi. Mungu akubariki sana ndugu yangu kwa huduma hiyo ambayo umeweza kushiriki, na natumaini na wewe utakuwa ni mstari wa mbele kuweza kuhamasisha kazi hii iweze kutendeka, na Mungu akubariki sana. Amen. Barikiwa pia.